Sana ndugu yangu. Kama status. Sio mchezo kwanza leo na sana fanywa surprise. Leo cameraman leo Sadede chumvi ya mawe. Yaani baada ya kujikumuta upupu kunioje leo anachukua yeye. Hatari. Yanga Afrika hiyo. Yaani laza Yanga zinafanya watu waje wabadilishe majukumu yao. Leo Sadede kashika kamera. Hapo Makonzumbe kashika mic. Nne huko tayari 4-1. Coastal Union kwa chuma 4. Baba hii ilibidi tuitokee ndugu yangu. Kwa namna Yanga Afrika tunavyocheza kuanzia mechi inavyoanza mpaka mpira unavyoisha. Yani the way Yanga tunavyopress, utofauti wa huyu mwalimu unavyoona. Yani Yanga kama unaiangalia ni mfumo wa mwalimu wetu. Inaonekana hataki timu mchezaji akae na mpira kwa muda mrefu. Yani timu muda wote iwe na kasi. Yani hakuna kutulia na mpira. Kama unakaa na mpira kisha unaenda mbele. Sio, umeelewa? Yani uone zile back pass, ndio maana tumeweza kucheza mwanzo mwisho katika nusu ya Coastal Union. Yani mwanzo mwisho possession yetu imekuwa nusu ya nini ya Coastal Union. Lakini pia kingine kama unakiangalia Yanga Afrika pale mpinzani anapochukua mpira ni kwa haraka sana wanafanya recovery. Yani kwa haraka sana inabidi tuchukue mpira. Yani kuna hivyo vitu vile vimeongezeka. Hakuna kukaa na mpira usiokuwa na faida. Yani aidha uende mbele kwa mbele ama tunapopoteza mpira tuhakikisha tunarejesha kwa haraka. Huyo ndo Mankoba Ndite, hatari kabisa. Timu mbili tu mpaka sasa hivi raundi ya pili inatamatika, zimeondoka na alama 6, zina jumla ya alama 6. Yanga Afrika na Simba Sponga. Inatoa ishara gani hii kwa mbio za ubingwa? Ishara ni kwamba tu mwenye ligi yake kashaongoza ligi sasa hivi. Na hiyo mapema. Wana saa 6, angalia chuma hizo. Au unajua kama chuma zinasemaje? Angalia idadi ya goli, nani anakaa juu pale. Basa vipi so sinus? Yani mwenye ligi yake leo mapema akachukua kijiti, msikani mapema. Yani mapema nishachukua ligi yangu na mnajua Yanga Afrika akikaa pale. Sasa pale hakuna kushuka baba Sadede. Hii nakwambia Yanga Afrika akishakaa pale sauni kushuka hii nakupeni. Kama risiti mnatunza angalieni zikasababisha tukachukulia kombe zile risiti. Yani Yanga kashakaa tena pale juu ndio msahau. Sio, umeelewa? Jamani hivi mnawaona lakini kina Kangwanda mnawaona kina Zakuani. Watu wanasema Shaulile mbona kama Shaulile kila kitu ya goli offside. Kila kitu ya goli offside. Si marefu ana shida na gani? Sijui ana shida na gani rafiki yangu. Mimi na uhakika hizi video inaitwaje? FVS. Yani hii imekuja kwa ajili ya Shaulile. Washajua anafunga sana. Kwa hiyo inabidi wamwekee ile tu. Yani ile imeletwa kwa ajili ya Shaulile. Mimi nimegundua. Goli la pili ndani ya mechi moja zote offside. Mambo gani? Zinamkandamiza Shaulile ile inaitwaje? FVS inamkandamiza Shaulile kwa sababu Shaulile kuna muda anakuwa kama jini invisible. Sasa ile video nini sijui nini ile inaona makengeza, ndio maana kuna muda kila saa unaika offside. Wewe unakataa mshuti wa Max, unaukataje? Mtu kapiga hapa na fair ile itakomesha mangungu, ile inatochochea migogoro. Ule mshuti wa Max unaitochochea migogoro. Asante mangungu hiyo. Yao magoli yafunga Yanga Afrika. Gari imewaka, angalia mpira wa Yanga Afrika, afu angalia mpira wao. Yanga Afrika yani muda wote unaona kabisa mtu anatiwa chuma. Muda wote. Possession kipindi cha kwanza 72 kwa 27. Wao wanashinda one man down. Nini? Watu wanashinda one man down. Wewe rafiki yangu unaongea vitu gani? Huyu anaongea nini ndugu yangu? Wewe mzuri anaongea nini huyu? Kwani hujaona jana? Watu wana red card bado wanashinda. Hujaona jana? Sasa rafiki yangu unacheza na nani? Unacheza na nani? Angalia hawa leo wanapata red card, angalia ile kwanza ile red card. Mimi na uhakika yule mchezaji sasa hivi inabidi kuanzishwa sheria. Red card za style ile za hatari kama vile mtu afungwe na jela. Yani ikiwezekana kama ile unatia nafunga na jela kwa sababu yule alikuwa anamvunja mguu. Siku hizi nikwambie kitu, moyo umechoka kubeba matatizo. Siku hizi mioyo inakadi miguuni. Yule angemuua. Watu wamezoea kukaa moyo kukaa hapa. Watu sasa hivi wanaficha mioyo miguuni. Kama kamkanyaga hapa anamuua mchezaji. Yanga Afrika baba yule Kangwanda, niliwaambia watu Kangwanda. Yule ni Pacome mwenye utulivu. Yaani Pacome ana dribbling, Pacome ana skills, Pacome anajua kudrive timu, sio, umeelewa? Anajua kuichangamsha safu ya ushambuliaji. Ndio anachokifanya nani? Kangwanda. Lakini Kangwanda ameongezeka utulivu. Yaani yule jamaa ana efficiency kubwa na umakini mkubwa wakati anaenda kushambulia. Lakini mwangalie Zakuani, Yanga Afrika kwa muda mrefu, kwa kipindi kirefu tulikuwa tunakosa winga ambaye ina asili Yanga Afrika. Yaani leo tunamkumbuka Mrisho Alfani Ngasa tukimwangalia yule Zakuani. Yaani unamuona kabisa winga anapeleka moto, winga anaingia kwenye boxi, winga ana end product nzuri. Yaani mimi nakwambia jamani, Yanga ya msimu huu. Hebu fikiria. Bora unamzungumzia Kangwanda peke yake. Wachezaji wapi wako wengi? Angalia Zakuani nimekutajia hapa. Kuna nani umemwona Shaulile? Nikwambia Shaulile anakabwa na hii FVS yenye makengeza. Shektule, umemwona Shektule? Anacheza dakika zake kama 10, lakini hizo dakika 10 apotezi mali na unamwona mdote kwa kwenye pochi. Sasa Yanga tuna kikosi kikubwa nani ndugu yangu Sadede. Wewe mkosi ule Yanga Afrika wewe mwenyewe ukuchanganya.
ule mkosi wewe ukuchanganyi. Kwanza tumpongeze kocha wetu Mankoba. Kikufanya rotation ndani ya kikosi kile cha Yanga Afrika sio kitu kidogo.